na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanye hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitai; napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Kwa hiyo kama ambavyo tumeona, michezo au vita mbalimbali ni sehemu katika maisha inayowafanya watu kwanza wawe na ile roho ya kushindana au kupambana. Tuko pamoja? Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Mtume Paulo anazungumzia michezo. Inaweza ikawa ni mchezo wa mbio, wa kupiga mbio, mbio za marathon zenye umbali fulani. Inaweza ikawa ni michezo ya mpira, kama mchezo wa mpira wa miguu ambao ni maarufu zaidi kuliko michezo yote hapa duniani. Na unaona ukitaka kujua sasa kama mwanadamu ana zile elements tuseme nini, zile chembe za ushindani, zile chembe za ushindani. Na ndio maana wanasema kwenye maisha ya mwanadamu yamegawanywa kulingana na wakati. Kuna wakati wa kufanya kazi, kuna wakati wa michezo, kuna wakati wa kupumzika, kulala, yani pumzike kabisa, kichwa kipumzike, kirudi kwenye, baada ya kupumzika kinajiweka sawa, kwa sababu na kichwa kuna mahali, kuna wakati kinachoka, lakini kikipumzika kinajiweka vizuri kwenye zile programu zake, ili siku inayofuata kiendelee kufanya kwa ufanisi. Kwa hiyo wanasema kwamba kwenye michezo kuna vitu vingi ambavyo vinamfanya mwanadamu yani awe na furaha au ashangilie, vinavyompa mwanadamu ashangilie. Anashangilia pale anaposhinda, Kwa hiyo zile chembe za ushindani zinakuwa kwa mwanadamu, na anatamani upande wake ushinde, kama ni timu yake ishinde. Na ndio unaona sasa, kwa kukosa kiasi, kuna wengine huwa hata wanakufa kwa shinikizo la damu pale timu zao zinaposhinda. Yaani alitegemea kwamba atashinda, lakini ameshindwa. Imetokea ameshindwa. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo michezo au vita mbalimbali ni sehemu katika maisha inayowafanya watu, jambo la kwanza, wawe na furaha au washangilie baada ya kushinda. Haleluya. Mnanielewa jamani? Mimi sizungumzi kitu ambacho hakiko kwenye Biblia. Ninapofundisha kitu kinatokana na Biblia. Tuangalie Samueli wa kwanza 17:52 na mstari wa 57 pia.
Tutaendelea kuangalia kwenye hiyo Samueli pia 18:6 mpaka 7. Samueli wa kwanza 17:52 tunasoma hivi: Nao watu wa Israeli na wa Yuda wakainuka na kupiga kelele, nao wakawafuata Wafilisti mpaka ufikapo Gathi na mpaka malango ya Ekroni. Nao majeruhi wa Wafilisti wakaanguka kando ya njia iendayo Shaarim mpaka Gathi na mpaka Ekroni. Haleluya! Hapa ni baada ya ushindi aliopata Daudi dhidi ya Goliath. Baada ya Goliath kuangushwa, ndipo hao wana wa Israeli wakapata nguvu sasa ya kuwafukuzia nani? Maadui zao. Wafilisti walipoona Goliath ameangushwa chini, hao wakaanza kukimbia, na maandiko yanasema wakawafuatia. Haleluya! Wanawafuatia huko, wanapiga kelele za nini? Za ushindi, ya kwamba kuna jambo ambalo limewapa furaha. Haleluya! Kwa hiyo walikuwa wanashangilia ule ushindi. Kwenye ule mstari wa 57 tunasoma pia, hata na Daudi alipokuwa yuarudi kutoka katika kumua yule Mfilisti, Abneri alimtwaa akamleta mbele ya Sauli, naye anacho kichwa chake yule Mfilisti mkononi mwake. Naye anacho kichwa chake yule Mfilisti mkononi mwake. Haleluya! Haya makombe mnayoyaona wanapewa washindi, tayari wamechukua kwenye Biblia. Kwa hiyo hapa tunaona Daudi, yeye kombe lake ilikuwa ni kichwa cha Goliath Mfilisti. Ndiyo ushahidi. Haleluya! Hata kwa wale ambao walikuwa wabishi kuamini kwamba hivi kweli Goliath ambaye amesumbua kwa muda wote huu kweli ameuawa. Wale ambao walikuwa wana mashaka kama Tomaso, wanaambiwa kichwa chake hiki hapa. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Kichwa chake hiki hapa. Kwa hilo jambo likampa nani? Furaha Daudi yeye mwenyewe. Sasa Daudi hapa anachukuliwa na jemedari, anapelekwa kwa mfalme. Na ukiendelea kusoma hapo, anasema mfalme akaanza kuuliza, huyu mtoto ni mtoto wa nani? Ametokea wapi? Mbona alikuwa afahamiki? Unajua watu wengine, dunia hii sasa hivi watu wanatafuta umaarufu, wanatafuta kufahamika. Lakini unaweza usifahamike na watu, unaweza usifahamike na watu wengine, lakini Mungu anakufahamu. Na siku ikifika, Mungu atakutambulisha, atakutoa kule ulikokuwa. Huyu Mungu ni wa ajabu, wapendwa. Daudi ambaye alikuwa anadharauliwa, anapewa kazi za kuchunga ambazo kaka zake hawataki hata kusikia. Lakini leo sasa ndio anaitwa ikulu. Haleluya! Ukiendelea kusoma kwenye ile 18:6 mpaka 7, unaona huyu Daudi anaimbwa. Wanawake wanafanya maandamano, maana kila kitu, hamna kitu kipya kwenye kinachoendelea hapa ambacho hakiko kwenye Biblia. Baada ya ule ushindi, maandiko yanasema wanawake wakajiorganize. Haleluya! Katika miji yote wakafanya maandamano ya kushangilia ushindi, ya kusherehekea ushindi, kwa sababu yule aliyetaabisha, yule aliyewataabisha Goliath ameanguka.
Na katika kufanya yale maandamano wakaimba nyimbo wakisema ya kwamba Sauli ameua 1000 zake, lakini Daudi ameua 10,000. Na ndipo tatizo lilipoanza, au ndipo vita ilipoanza kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Sauli akaona ya kwamba sasa ufalme wake uko hatarini. Akasema kama huyu tayari amepewa 10,000 na mimi nimepewa 1000 tu, hata hapo kwa kura zinaonyesha ya kwamba huyu ndio atachukua tu hii nafasi yangu. Na kuanzia wakati huo akaanza kutafuta kumuua Daudi. Huwezi kumuua masihi wa Bwana. Tunaona Mungu alimlinda. Ndio maana Daudi anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Hakuwa anaongea nadharia, alikuwa anaongea vitu halisi ambavyo amepitia. Alikuwa anataja ushuhuda wake, jinsi Mungu ambavyo amekuwa akimpigania, amekuwa akimpitisha. Je, unao ushuhuda? Wewe binafsi unao ushuhuda wa matendo makuu ambayo Mungu amekupitisha? Na kama unao ushuhuda, hata kama kuna changamoto yoyote iliyoko mbele yako, huo ushuhuda ulionao unaweza ukakufanya ukapata ushindi, kwa sababu Daudi alisema ya kwamba Mungu aliyeniokoa, kwa sababu alikuwa na ushuhuda wa kushinda dubu na simba. Akasema Mungu aliyeniokoa na dubu na simba ndiye atakayeniokoa na Mfilisti huyu. Na ikawa hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo akashinda. Daudi akashinda. Lakini kwenye hiyo michezo na vita mbalimbali ni sehemu katika maisha inayowafanya watu wawe na huzuni au wakutane na aibu au wazomewe. Unajua ukishindwa, unajua watu wanasemaga kabisa, kuna ile kutambiana kabla. Si unaona hata Goliathi na Daudi walikuwa wanatambiana. Anakwambia wewe nitakikata kichwa chako, nitawapa ndege wa angani. Na Goliathi naye anasema unanijia na fimbo, kwani mimi ni mbwa? Kwa hiyo kila upande ulikuwa unatambiana. Lakini upande ambao unashindwa ndio ambao unazomewa. Ndio unaozomewa. Na ndio maana watu wengine wanasemaga nitaweka wapi uso wangu? Hiyo aibu ambayo unajua kushindwa pia ni aibu. Wewe ulitamba kama Goliath kwamba wewe nitakukata kichwa, alafu leo unashindwa. Alafu sasa kibaya zaidi Goliath ameshindwa na kijana mdogo tu, Daudi. Kuna mwimbaji mmoja akaimba akasema kiko wapi sasa? Ulikuwa unatamba. Leo umepigwa na kijana mdogo tu. Anasema kiko wapi sasa? Ulichokuwa unatamba, ulichokuwa unatambia, yuko wapi huyo Mungu wako ambaye ulikuwa unatamba naye? Kwa sababu unaona, ukisoma hapo unagundua ya kwamba Goliath na Daudi, pamoja na kwamba Goliath alikuwa anapewa nafasi kubwa ya kushinda, lakini tunaona alipokuwa anamkabili Daudi, maandiko yanasema akamlaani kwa miungu yake. Kwa hiyo kwenda tu eti kwa kujiamini tu kichwa. Alienda na miungu yake. Kwa hiyo hapo vita ilibadilika kuwa tena sio ya Goliath na Daudi, bali ikabadilika kuwa ni vita ya Mungu wa Daudi na miungu ya Goliath. Na unaona Mungu wa Daudi asiposhindwa,
Unaona ushindi alioupata Daudi, hakuna mtu hata aliyotarajia, hakuna mtu alitarajia. Hakuna mtu alitarajia kama Daudi huyu kapewa mavazi ya kivita na Sauli. Kapewa, sasa hivi tukisema labda kapewa bulletproof avae. Kapewa ngao. Lakini baada ya kuvijaribu akaona vinamletea tu uzito, yani vilikuwa na upako wa kushinda. Akaona hivi sasa siwezi kutumia vifaa vya mtu aliyeshindwa. Na Mungu akampa hekima, akamwambia Mfalme Sauli, hivi vinaniletea tu uzito kwa sababu sijavifanyia mazoezi. Sijavijaribu huko nyuma. Na hii kesi ninayoiendea ni kubwa, haitaki mzaa. Akasema mimi nitamkabili huyu Goliati kwa vitu ambavyo tayari Mungu aliwekeza ndani yangu. Nina kombeo hapa, sina mawe. Akatafuta mawe 5 akaweka kwenye mfuko wake wa kichungaji, kaweka jiwe lake, kazungusha, kuachia mara moja tu likalenga paji la uso, mahali ambapo palikuwa wazi, penya mpaka ndani. Goliath akaanguka. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Tayari Wafilisti wakawa na huzuni, wameshindwa. Lakini tunaona upande wa Daudi ukiwa na ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Unaweza kusoma kwenye Samueli wa kwanza 17:24-25, utaona kinachotokea watu wanaposhinda. 25a. Lakini twende na jambo jingine, thawabu au tuzo ya washindi. Kwenye Samueli wa kwanza 17:24-25, kipengele B. Samueli wa kwanza 17:24-25, kipengele B, tunasoma hivi: na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua. Basi itakuwa mtu yule atakayefanya nini? Atakayemuua. Mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamuoza binti yake na kuifanya mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu, akisema, je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo na kuwaondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Nao watu wakamjibu vivyo hivyo wakisema, ndivyo atakavyofanyiwa mtu yule atakayemuua. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa katika maeneo hayo yote matatu ya ushindani, eneo la maisha, eneo la vita, eneo la michezo, yote haya unaposhindana hadi kupata ushindi, kuna tuzo, kuna thawabu. Ndio maana unaona Daudi kabla ya kumkabili Goliath anauliza kwanza, anasema hiki ninachoenda kukifanya, watu wameshindwa kwa siku 40, wameshindwa.
na siwezi tu kujirahisisha. Uwezo nimeshajua, uwezo wa kukifanya hiki upo, ninao kabisa. Upako wa kumwangusha Goliath ninao. Lakini sasa nitamwangusha tu nisipate kitu nikaondoka mikono mitupu? Hapana. Anaanza sasa kuuliza, je, ikitokea nimemshinda Goliath nitapata nini? Ni kama swali ambalo Yesu aliulizwa na Petro, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Kuna tuzo yoyote? Kuna thawabu yoyote? Yesu akamhakikishia Petro. Na hapa tunaona Daudi anahakikishiwa na watu kwamba kwa sababu hili jambo limeshasumbua sana na limekuwa ni aibu, Daudi anasema ikitokea mtu atakaye waondolea aibu hii Israeli atafanyiwa nini? Unajua Daudi hakutaka kujionyesha kwamba ni yeye. Anasema kama akitokea mtu tu mwingine, ndivyo alivyokuwa anaongea nao. Lakini anajijua yeye, kishajua kabisa, kishasoma alama za nyakati, anajua huyu sababu za kumwangusha ninazo, kwa sababu tu ameyatukana majeshi ya Mungu aliye hai, na huyu ni Mfilisti tu asiyetahiriwa. Ina maana alishaona kabisa kwamba njia nyeupe ya yeye kushinda. Lakini tunaona anauliza kuhusiana na atakachokipata, faida yake ni nini atakayoipata. Haleluya! Kama ambavyo tumeona Mtume Paulo anasema kwamba nimevipiga vita vizuri na nimewekewa taji ya haki. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Kumbe Mtume Paulo alikuwa anapigana au kushindana ili aweze kupata ushindi, kwa sababu kuna kitu kilichomsukuma ndani yake. Kulikuwa na msukumo uliomfanya aingie kwenye vita, aamue kupambana. Haikuwa hivi hivi kama ambavyo tunaona pia kwa Daudi. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mambo yaliyomsukuma. Hata Daudi tunasikia anasema, hivi huyu Mfilisti ni nani atukane majeshi ya Mungu aliye hai? Ni moja ya mambo ambayo yalifanya nini? Yalimsukuma. Akaamua kuchukua hatua. Akawa na sababu ya kuchukua hatua. Kwa hiyo tunaona Mtume Paulo alipambana kwa sababu kulikuwa na taji ya haki. Lakini ukisoma kwenye zile nyaraka zilizoandikwa kwa makanisa yale 7 na sehemu nyingine kwenye Biblia, zinaonyesha thawabu au tuzo za washindi. Kwenye Ufunuo sura ya 2 mstari wa 7b anasema, yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima. Ule mti wa uzima ambao ulikuwa kwenye bustani ya Edeni, baada ya uasi Mungu akawafukuza Adam na Hawa ili wasiende kula yale matunda ya mti wa uzima, kwa sababu wangekula wangekuwa wazima tena. Haleluya! Kwa hiyo unaona Mungu analeta ahadi ya kwamba yeye ashindaye, yaani yule anayeweza kushindana hadi kupata ushindi, moja ya tuzo atakazopata sio taji tu ya haki, lakini pia atapewa ataruhusiwa kula matunda ya mti wa uzima. Unaweza kusoma zaidi kwenye Mwanzo 3:22 na ule mstari wa 24 pia. Lakini anasema pia yeye ashindaye, thawabu yake nyingine
ya tatu anasema hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Mwile Mwanzo 2:11 anasema yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Ukitaka kujua zaidi ya mauti ya pili, soma kwenye Ufunuo sura ya 20 mstari wa 14 mpaka 15 na sura ya 21 mstari wa 8. Lakini thawabu nyingine anasema atapewa baadhi ya ile mana iliyofichwa. Ufunuo 2:17b anasema yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana, sio yote. Nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa. Yaani Mungu ameficha ile mana kwa ajili ya washindi ambao atawapatia. Lakini anasema kwenye Ufunuo 2:17c yeye ashindaye atapewa jiwe jipya lililoandikwa jina jipya. Atapewa jiwe jipya lililoandikwa jina jipya, lakini hilo jina asilolijua mtu ila yeye tu anayelipokea. Yaani hakuna mtu mwingine atakayejua hilo jina ila yeye anayelipokea. Yaani ni kama vile ile zawadi iko sealed, tunaweza kusema sasa, yaani zawadi, mtu anakuletea zawadi ambayo imefungwa vizuri. Hakuna mtu aliyefungua, aliyekata ile sili, ule muhuri. Imefungwa vizuri. Atakaye kuja kukata ni wewe, ili ujue kile kilichomo mle ndani. Kwa hiyo ni wewe sasa kujua ili jina ni la namna gani ambalo umepewa na Mungu. Hizo ndizo tuzo ambazo zinatuhamasisha tuweze kushindana, tusichoke, ili kuweza kushindana hadi tupate ushindi. Lakini tuzo bado ni nyingi. Anasema yeye ashindaye nitampa mamlaka juu ya mataifa. Kupewa mamlaka juu ya mataifa. Juu ya mataifa. Si unaona watu wanashindana kwa ajili ya kupata tu mamlaka. Kuna watu wengine wamesha pambana, kama ni pesa wanazo, lakini anatafuta tu awe na mamlaka, awe juu. Sasa anasema yeye ashindaye nitampa mamlaka juu ya mataifa. Lakini kwenye Ufunuo 3:5a anasema yeye ashindaye nitamvika mavazi meupe. Atavikwa mavazi meupe. Mavazi meupe. Lakini anasema yeye ashindaye sitalifuta jina lake kamwe katika kitabu cha uzima. Kumbe usiposhindana hadi mwisho, jina lako linaweza likafutwa. Hata kama lilikuwa limeandikwa, linaweza likafutwa, litafutwa tu au litaondolewa tu, kwa sababu ya kuacha kushindana hadi kupata ushindi, kuishia njiani. Lakini kama haitoshi, anasema yeye ashindaye nitalikiri jina lake mbele za Baba na malaika watakatifu. Ufunuo 3:5c. Sehemu nyingine Yesu anasema yeyote atakayenikiri nami nitamkiri mbele za Baba. Lakini atakayenionea haya mimi na maneno yangu, na mimi nitamuonea haya pia. Kushindwa kumkiri Yesu kunafanya na yeye asiweze kukukiri. Lakini anasema yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu, na kutotoka humo kabisa. Ufunuo 3:12.
Yaani anasema yeye ashindaye tutamfanya kuwa nguzo. Unajua nguzo ina maana ya uimara wa kitu, kuimarisha kitu. Ndio maana maandiko sehemu nyingine yanasema, yanawataja wale mitume ambao anasema kwamba wao ni nguzo katika kanisa. Yaani wao ndio wanafanya kanisa lisimame, liendelee. Lakini anasema aishi hapo, anasema yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja na Mungu katika kiti chake cha enzi. Si mnajua item, ukialikwa kwenye karamu unatamani na wewe uwe item, kwa sababu pale item wao ndio wa kwanza, wao ndio wanapewa kipaumbele. Item haiwezi kukosa maji na vinywaji, vingine viko tu kama mapambo. Lakini unakuta hao walioko huku hata maji hawajapewa kwanza. Watapewa baadaye. Kwa hiyo item hata mbinguni itakuwepo. Mbinguni kutakuwa na madaraja ya watu kukaa. Kulingana na kile walichokifanya. Ni sehemu ya taji au tuzo. Sasa anasema yeye ashindaye nitampa kuketi. Kuna watu wanatamani tu aketi labda na marais na mawaziri, hata apige naye picha tu. Na mtu mwingine hata akipiga picha basi inakuwa ndio story, ndio habari ya mjini. Unaona, hapa nilikuwa na rais, hapa nilikuwa na waziri. Watu ambao wanapita, vyeo vyao vinapita leo na kesho hana hicho cheo, au wamekufa. Ndio maana maandiko yanasema ni heri kumtumaini Mungu kuliko kuwatumainia wakuu. Yaani mtu anaona fahari ya kuwa tu na mtu fulani. Sasa hapa anasema yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja na Mungu. Na ndio maana sehemu nyingine anasema tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sio hivyo tu, anasema yeye ashindaye atarithi nchi mpya na mbingu mpya, na katika mji mtakatifu Yerusalemu mpya. Ufunuo 21:1-2. Haleluya. Lakini kama ambavyo tumesoma kwenye ile Mithali 28:12, anazungumzia kwamba yeye atashindaye atakuwa na utukufu mwingi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia haleluya, bakisha pointi kidogo hapa namalizia. Jambo jingine ni kutoshindwa katika mapigano. Kutoshindwa katika mapigano au kutopoteza vita au kutopoteza pambano. Naomba hapo tusome kwenye Yeremia. Haleluya. Kitabu cha nabii Yeremia sura ya kwanza mstari wa 19 na 15-20. Haleluya. Tuanze na ile 15:20. Anasema hivi:
nami nitakufanya kuwa kama ukuta wa boma la shaba juu ya watu hawa. Sikiliza, unajua haya maneno ambayo nalazimika kuyasoma, mengine sisomi. Ukiona natilia mkazo kusoma hilo, wakati mwingine linakuwa kama neno la unabii linalosema kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Yaani katika hayo mapambano, katika huo ushindani, sikiliza anachosema Mungu. Anasema, nami nitakufanya kuwa kama ukuta wa boma la shaba juu ya watu hawa. Watu ambao unashindana nao. Sehemu nyingine anasema watashindana nawe lakini hawatakuweza. Kwa sababu gani hawatakuweza? Kwa sababu unaona hapa anasema kwa sababu Mungu amekufanya kuwa kama ukuta wa boma la shaba juu ya watu hawa. Nao watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe ili nikuokoe na kukuponya, asema Bwana. Nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya, nami nitakukomboa katika mkono wao wenye kutisha. Naona Daudi, Mungu alimkomboa. Mungu alithibitisha hili neno kwa Goliath ambaye alikuwa tishio. Ndio kuna ule wimbo wa kwaya anasema Goliath alijifanya tishio kwa nguvu za kibinadamu. Anasema lakini kijana Daudi alimshinda Goliath. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yeremia 1:19 tunasoma hivi. Nao watapigana nawe lakini hawatakushinda. Linarudiwa tena hili neno. Maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Yaani hilo neno linathibitishwa sehemu zote, linarudiwa, linathibitishwa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwenye eneo hili la thawabu, haleluya, thawabu au tuzo nyingine ya washindi ni kushinda katika mambo yote. Warumi 8:37. Kushinda katika mambo yote. Kushinda katika mambo yote. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kushinda katika mambo yote. Tukija wakati mwingine tutaangalia kanuni za ushindi katika maisha, vita na michezo. Ukisoma kwenye Warumi 8:37 tunasoma hivi: lakini katika mambo hayo yote, haleluya, bila kujali ni jambo gani, anasema lakini katika mambo hayo yote, bila kujali ugumu wa jambo unalokabiliana nalo, bila kujali vita imekuwa kubwa kiasi gani, bila kujali
umekuwa muda gani? Anasema katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Ana maana ya kwamba ushindi tunaoupata hautokani na sisi, hautokani na nguvu zetu, unatokana na Yesu Kristo aliyeenda pale msalabani, akafa kwa ajili yetu, akashuka kuzimu, akamnyang'anya. Tunashinda katika mambo yote kwa sababu tu ya yeye aliyetupenda. Yeye aliyesema hakuna aliye na upendo kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yeye aliyeustahimili msalaba, ule ushindi aliyoupata Yesu Kristo. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, kama ni mauti, Yesu si alishakufa kwa ajili yetu? Anasema wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala wenye nini, wala yaliyopo, sijui ni kitu gani kilichopo, wala yatakayokuwapo, hata yale ambayo yatatokea, wala wenye uwezo. So watu wanaogopa wenye uwezo, wanatetemeka wanapoona watu wenye uwezo, kama Waisraeli walikuwa wanatetemeka dhidi ya Goliath, kwa sababu Goliath alikuwa na uwezo, alikuwa na uwezo wa kivita. Hata Sauli aliogopa, ndio maana anamwambia Daudi, anamwambia huwezi kwenda kupigana na Goliath kwa sababu huyu ni mtu wa vita wa siku nyingi, ana rekodi za kushinda, hajawahi kushindwa, hajawahi kupoteza pambano. Lakini tunaona hata Goliath alianguka. Ndio maana anasema hata wenye uwezo, anasema wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaona sisi ni washindi. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Tukija wakati mwingine, Mungu akitupa neema, tutaingia sasa kwenye kiini cha somo. Tutaangalia kanuni za ushindi katika maisha, au maeneo hayo matatu yenye ushindani, yaani maisha, vita na kwenye michezo. Tutajifunza zaidi kujua ni kanuni zipi zilimwezesha Mtume Paulo na mashujaa wengine wa imani kushinda na kuwa zaidi ya washindi, na kujiridhisha kabisa ya kwamba hakuna kitu chochote cha kuwazuia, kama vile Mungu alivyomwambia Yoshua. Anamwambia uwe hodari na ushujaa mwingi, hakuna kitu chochote kitakachosimama mbele yako. Hakuna adui yoyote atakayeweza kusimama mbele yako. Wewe utakuwa ni mshindi tu. Kila vita utashinda, utashindana na utapata ushindi, na Mungu alibariki neno lake. Tunaweza kusimama. Simame kwa kulipokea neno hili. Haleluya. Mungu anapoleta ujumbe kama huu anatutakia ushindi. Hataki tuishie njiani. Hataki tushindwe kama ilivyokuwa kwa Yuda Iskarioti. Hataki tushindwe. Hataki tushindwe kama ilivyokuwa kwa Kaini. Hataki tushindwe kama ilivyokuwa kwa Lamek na wengine wengi walioshinda, bali Mungu anatutakia tuweze kuungana na wale mashujaa wa imani walioshinda.
Kama Mungu aliwawezesha wao kushinda, Mungu ni yule yule, yeye habadiliki. Alivyokuwa jana, leo na ndivyo atakavyokuwa kesho. Na Mungu hana upendeleo. Petro alipoenda kwa Kornelio akasema, nimegundua jambo moja, kwamba Mungu hana upendeleo, ila tu kama mtu atakuwa ni mcha Mungu, Mungu mkubali huyo, kwa sababu Mungu angalii kama wanadamu wanavyoangalia. Mungu anaangalia moyo. Ni wakati wako sasa wa kumpa moyo wako Mungu, ili aweze kufanya moyo wako uweze kuwa na ushindi. Twende mbele za Mungu, kila mmoja wetu kulingana na ulivyoguswa na neno la Mungu. Inawezekana umekuwa na mapambano, umekuwa na vita, lakini Mungu anakutakia ushindi. Mungu anakutakia kushinda na zaidi ya kushinda. Ndio sababu iliyompeleka pale msalabani. Twende mbele za Mungu sasa, tumwambie Mungu atushindie katika yale maeneo ambayo tunaona kabisa hatuishi vile Mungu anavyotaka. Tunaishi maisha ambayo hayaendani na vile Mungu anavyotaka. Tuombe Mungu atusaidie. Mungu aliyefanya kwa mashujaa wa imani atafanya pia kwako. Twende mbele za Mungu. Mungu mwema, tunalibariki na kulitukuza jina lako Jehova. Asante kwa kuwa umemchagua Mungu ili aongoze maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Mungu huyu uliyejimimina kwake atakubariki na kukulinda, atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili, tena atakugeuzia uso wake na kukupa amani. Tushirikiane pia kusema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Mungu atubariki. Haleluya.